Karibu mtazamaji wa channel hii Amka, na leo hii tunaenda kuangalia kile kisa maarufu sana ambacho ndugu zetu Waislamu wanapenda sana kukitumia katika kujenga hoja kwamba Yesu si Mungu. Kisa hiki ni pale ambapo Bwana Yesu alikwenda kutafuta matunda ya mtini na akakosa na akaulaani na baadaye ukakauka. Kisa hiki kinapatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 14 mpaka 22. Lakini pia kinapatikana katika Injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 12 mpaka 14 na mstari wa 20 mpaka 24. Kwanza tukasome maandiko haya alafu tutaendelea katika mjadala wetu. Tunaanza kwanza na Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 18 mpaka 22. Mathayo anasema hivi: hata asubuhi alipokuwa akienda mjini aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu. Akauambia, yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara. Wanafunzi walipoona walistaajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini, mtapokea. Haya ni maandiko kufuatana na Mathayo mtakatifu. Sasa tukaangalia katika ile Injili ya Marko sura ya 11 mstari ule wa 12 mpaka 14 na mstari wa 20 mpaka wa 24. Marko anasema hivi: hata asubuhi yake alipotoka Bethania aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani. Akaenda ili labda aone kitu juu yake, na alipofikia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Mstari wa 20 mpaka 24 unasema, na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mti. Hii ilikuwa ni siku ya pili Bwana Yesu walipokuwa wanarudi kule Bethania. Inasema hivi: na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mti ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Naam, mambo kadhaa hapa ya kuyatilia maanani. Kwanza kabisa, Wainjili wote wawili wanazungumzia mtini kwamba ulikuwa una majani. Hili ni jambo la msingi kabisa la kulizingatia, kwa sababu katika mfafanuzi wangu hili ni mojawapo ya vitu vya msingi vya kukizungumzia hapa. Tunaona kwa mfano Mathayo anaposema katika ile mstari wa 19 anasema, akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea asione kitu juu yake ila majani tu. Na tukienda katika Injili ya Marko ule mstari wa 13 anasema, akaona kwa mbali mtini wenye majani. Lakini kuna kitu kimoja hapa Marko anakisema ambacho ndicho Waislamu na baadhi ya Wakristo ambao wanaubishani kuhusu hili wanalitumia, hasa wale Wakristo wachache, makundi machache ambao wanaopinga utatu, kwamba Bwana Yesu anasema wao Bwana Yesu si Mungu. Kwa mfano Mashahidi wa Yehova na wale Mormons wanasema, kuna mstari hapa ambapo mwinjili Marko anasema kwamba maana si wakati wa tini, kwamba anazungumzia huu haukuwa msimu wa mitini kuzaa. Sasa jambo moja kabla kujafika mbali, tuseme kwamba madai ya Waislamu yakoje kuhusiana na kisa hiki. Waislamu wanasema kwamba Yesu alikuwa hajui msimu wa mtini, hivyo hawezi kuwa Mungu, kwa sababu sifa mojawapo ya Mungu ni kwamba Mungu ni mjuzi wa kila kitu, kwamba katika Kiingereza anasema God is all knowing, na kwamba kitu kingine anasema Yesu anaulaani mti ambao usiokuwa na hatia kwa sababu haukuwa msimu wake. Sasa mambo kadhaa kwamba haya ni madai yanayotolewa na Waislamu na baadhi ya watu kama nilivyosema Mormons na wale Mashahidi wa Yehova, wakisema kwamba Yesu alikuwa hana ufahamu, hana ujuzi, kwa hivyo anakosa sifa kuwa ya Mungu. Lakini watu wanaoleta madai haya wao wanatoa madai haya kwa kuto kujua mti wa mtini, si kwamba Yesu hajui msimu wa mtini, kwa sababu mtini kwanza ni mti ambao unapatikana katika maeneo ya Mediterranean kule,
na mtini huu huwa una ishara kadhaa. Ya kwanza kabisa, katika mwezi kati ya Machi na Aprili ambao ndio wanaita ule msimu wa chipuzi au spring, mtini ndio unatoa majani. Kwa maana hiyo hapa wao wainjili wote wawili wanazungumzia kwamba huu mtini ulikuwa una majani, na kipindi hiki mtini tu unapoanza kuchipua majani huwa unatoa matunda madogo madogo. Yale matunda madogo madogo ni aina ya kwanza ya tini ambayo ni tofauti na tini zinazotolewa katika msimu wake. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha chipuzi, kipindi cha mwezi Machi na Aprili au wanaita spring kwa lugha ya Kiingereza, mtini ukishatoa majani huwa unatoa haya matunda madogo madogo ambayo katika lugha ya Kiebrania inajulikana kama pagim, au kwa Waarabu wa maeneo ya Palestina wanaita taksh. Sasa pagim hizi au taksh kwa katika lugha ya Kigiriki zinaitwa olunthos. Hizi zinaitwa olunthos. Na hivi vitunda vidogo vidogo, hizi tini ndogo ndogo za msimu wakati huu wa Machi na April zinakuwa ni za kijani, huwa hazivi kupata rangi ya zambarau ile ya kahawia au kahawia au zambarau, na zinakuwa ni ndogo ndogo na zinakuwa ni ngumu, lakini zina utamu fulani, japo si utamu kamili kama zile tini zinazokuja kuota katika ule msimu kamili. Na kawaida tini hizi zinazotoka katika msimu huu wa kipindi cha chipuzi huwa si zao linalotumika kwa ajili ya kusindika au kuuza. Mara nyingi huwa zinaliwa na wapita njia tu. Na ukisoma hii Injili unaona kabisa Bwana Yesu alikuwa njiani anatoka Bethania wakielekea Yerusalemu. Ndio alipokuwa anasikia njaa akaamua kufuata ule mtini, kwa sababu alitarajia kwamba atazikuta hizi pagim au taksh katika lugha ya Kiarabu, wale Waarabu wa Palestina. Sasa mtini ukishachanua unakuja baadaye kwenye kipindi cha kiangazi au vuli, yani miezi ile ya Septemba au August au Septemba, ndipo unazaa sasa kamili. Ndio zao lake kamili linakuja, inazaa tini rasmi. Hasa hizi tini rasmi zina majina tofauti. Kama nilivyokuambia, kwa hizi tini za kwanza za msimu wa mwanzo zinajulikana katika Kiebrania pagim au katika Kiarabu taksh au katika Kigiriki olunthos. Hizi tini kamili ambazo kwanza zinakuwa ni kubwa, lakini pia zinakuwa ni tamu zaidi kuliko zile taksh au pagim, na zina rangi tofauti. Kama nilivyokuambia, zile nyingine ni ndogo na ni za kijani, hazibadiliki rangi. Hizi zikishawiva zinakuwa za rangi ya kahawia au zambarau, na katika Kiebrania zinajulikana kama tena, au katika Kigiriki zinajulikana kama sukon. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi la kwanza kulifahamu. Kwa hiyo haimaanishi kwamba Bwana Yesu alikuwa hajui msimu huu. Ni msimu ambao huu mtini alikuwa akute zile taksh au pagim kama nilivyokueleza. Kwa hiyo alitarajia kukuta, lakini ule mtini haukuwa nazo. Na jambo moja la msingi sana kwa walimaji wa hii mitini, hii ilikuwa unapozikuta pagim, ilikuwa ni ishara huo mtini unakuja kuzaa tini katika msimu wake ule wa mwezi August au Septemba, ambao ni msimu wa kiangazi au vuli. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara. Kwa hiyo kuto kuwepo kwa pagim ilikuwa ni ishara mbaya kwamba mtini huo ni kwamba hauzai. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ishara ya kwanza kwamba ule mtini usingelikuja kuzaa. Sasa jambo jingine hapa la kulizungumzia ni kwamba tunapokwenda katika ile Injili ya Marko, tukisoma katika Injili ya Marko ambaye anasema haukuwa yeye Marko, kama nilivyokuambia, anasema Marko kwamba Marko ile 11 sura ya mstari wa 12 mpaka 14 anasema, maana si wakati wa tini. Neno analotumia katika tini, Marko anatumia neno sukon, hatumii olunthos katika Kigiriki. Tukienda katika lugha ya asili ya hichi kitabu cha Marko, neno alilolitumia pale ni sukon. Kwa maana hiyo msimu anaozungumzia Marko ni msimu ule wa mwezi wa August na Septemba, ambao ndio tini kubwa zinakuja kuzaliwa. Hakuwa anazungumzia ule msimu wa kwanza ambako zile pagim zina mitini kizaa pagim. Alikuwa anazungumzia msimu wa pili ambako tini kamili kubwa nzuri, ambazo hizi ndio zilikuwa zikivunwa kwa ajili ya kuuzwa na pia kwa ajili ya kusindika. Kwa hiyo Marko anauzungumzia msimu tofauti kabisa, na anazungumzia tini tofauti. Hata katika wakazi wa maeneo hayo walikuwa wanazipa majina tofauti. Naam, kwa hiyo hilo nao tufahamu. Kwa hiyo Waislamu wanapozungumzia hichi kisa cha mtini kwamba Yesu alikuwa hajui msimu wa mtini, si kwamba Yesu alikuwa hajui.
hawa Waislamu ndio hawaujui mtini na hali yake na desturi yake unavyozaa na misimu yake inavyokwenda. Kuto kujua kwao wanafikiri Yesu alikuwa anafuata pagimu, ale zile pagimu. Sasa lakini pamoja na yote sisi Wakristo katika kisa hiki kuna mambo mengi tunajifunza. Kwa mfano, mtini huu ukisoma katika Mathayo sura 21 ile mpaka 20 mpaka 22, unaona Bwana Yesu anazungumzia kuhusu funzo kubwa analitoa kuhusu funzo la imani, kwamba anawaambia mkiwa na imani mnaweza kuuambia hata mlima huu hama hapa, nenda kule, na utatii. Hata katika Marko pia ile Marko 11 mstari wa 20 mpaka 24, somo hili nao Marko analizungumzia pia, analiweka katika hii Injili. Lakini somo jingine ambalo tunaenda kuliona hapa ni funzo jinsi maisha ya kinafiki yalivyo, kwa sababu wasomaji wa Biblia watakubaliana na mimi kwamba Biblia inatumia mifano ya miti kuelezea hali ya imani aidha au hali ya kiroho ya taifa la Israeli, hata hali ya kiroho ya mtu binafsi. Kwa mfano, katika Biblia wanautumia waandishi wa Biblia wametumia mzabibu, wameutumia mtini na wanatumia miti kadhaa kuashiria hali ya kiroho ya taifa la Israeli na hata katika mtu binafsi na hali yako ikoje. Kwa hiyo somo jingine tunaliona hapa ni kuhusu unafiki ulivyokuwa katika wakati ule wa taifa la Israeli, kwa sababu ukisoma katika ile Injili ya Marko kutoka pale katika mstari ule wa 15 mpaka wa 19, tunaona jinsi gani Bwana Yesu na wanafunzi wake wanapofika Yerusalemu, wanafunzi wanamuelezea uzuri wa lile hekalu na kila kitu, na wana theolojia wanazungumzia mtini huu ulisimama kuonyesha ishara namna gani taifa la Israeli kiimani na kiroho lilivyokuwa wakati ule. Lina hekalu zuri maridadi sana, ibada zinafanyika pale, lakini ndani mwake taifa hili lilikuwa halizai matunda yote kiroho mbele za Mungu. Na hata sisi Wakristo tunakumbushwa kuhusu hilo, kwa sababu wengi wetu Wakristo katika kipindi hiki pia tunajenga makanisa makubwa mazuri, tunakwenda katika ibada, tunaimba nyimbo nzuri, tunashiriki katika huduma mbalimbali, lakini ndani mwetu wengi wetu wa Wakristo tunaishi maisha ambayo hatumzalii Mungu matunda. Kwa hiyo mtini huu ni ishara pia ya namna ya kujitafakari. Je, sisi tunafanana na mtini huu ambao unatoa majani kumhadaa tu Bwana Yesu, lakini hatuzai matunda yoyote yale? Kwa hili ni somo jingine ambao tunakuta ukienda katika kusoma kwa mfano Luka ya 13 mstari wa 6 mpaka wa 9, tunamwona Bwana Yesu anapozungumzia. Kwa mfano tukaisome Luka 13 mstari ule wa 6 mpaka wa 9. Nasema hivi. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Anasema, akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, yani ule mtunza bustani amwambia ule bwana wake mwenye shamba. Akajibu akamwambia, bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutulie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, lao usipozaa ndipo ukate. Hapa ni namna gani Bwana Yesu anatumia mfano tena wa utini kuonyesha hali ya kiroho ya taifa la Israeli, lakini pia hata hali ya kiroho ya sisi Wakristo mmoja mmoja, na namna gani huyu mtunzaji shamba ni mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anamuomba baba yake ampe muda, pengine hawa watu akiwapelekea manabii na mitume na vingine wana uwezo wa kubadilika. Hii ni namna ambayo tunafundishwa uvumilivu wa Mungu juu ya hukumu yake, kwamba Mungu hatoi hukumu yake kwa haraka. Anatupa wanadamu nafasi kwamba baadhi yetu pengine inaweza akatokezea tukabadili nyendo zetu na tunamzalia Mungu matunda na kubadili na kuwa watu wema na watu wenye kumcha Mungu. Huu ni mfano mmoja wapo tunauona. Tukienda pia katika somo jingine tunajifunza kuhusu hiki kisa cha mtini, ni kuhusu Bwana Yesu anafundisha, anatumia mtini pia kwetu sisi wa Kristo kujua alama za nyakati. Tunaona hii katika Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa 32 mpaka wa 33. Mathayo anasema hivi, basi hili ni neno ambalo Bwana Yesu anazungumza hapa. Basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa
yu karibu mlangoni. Hapa Bwana Yesu anatufundisha namna ya kuangalia alama za nyakati, kwa sababu siku za mwisho zinapokaribia, kuna alama za nyakati nyingi katika Injili unaposoma anazielezea. Kwa hiyo anatuambia tujifunze kama kuangalia mtini ulivyo, kwamba kuna wakati mtini unaangusha majani, kuna wakati unaanza kutoa majani na kuanza kuleta matunda. Kwa hiyo tujifunze kuangalia kwa kujifunza kuangalia nyakati, kama vile namna mkulima anavyoangalia ile mitini. Na mfano mwingine pia unaofanana na huo katika Marko ya sura ya 13, Marko ile sura ya 13 mstari 28 mpaka 29. Anasema Bwana Yesu anarudia tena, Marko naye anazungumzia mfano huo kwa kupitia Bwana Yesu. Kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake liishapokuwa laini na kuchanua majani, mwatambue ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Nanyi kadhalika mionapo mambo hayo yanaanza, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Kwa hiyo haya ndio masomo makubwa matatu tunajifunza kutoka katika huu mtini. Lakini kikubwa zaidi, kama nilivyowaambia, leo hii nilikuwa naangalia namna gani hizi haya madai ya Waislamu kuhusu kile kisa cha Yesu kulaani ule mtini hayana msingi wowote, kwa sababu kama nilivyokuambia, Bwana Yesu alitarajia kukuta zile tini za mwanzo ambazo mtini unazaa katika kipindi cha mwezi Machi au Aprili hivi, kipindi cha chipuzi, ambazo kama nilivyokuambia katika Kiebrania zinajulikana kama Pagim, au katika Kiarabu Taksh, au katika Kigiriki zinaitwa Olunthos. Na kama nilivyokuambia katika ile Injili ya Marko yeye anapoandika hazungumzii msimu wa tini huu wa mwezi Machi na Aprili, lakini anazungumzia ile msimu mkubwa ambako mtini inazaa matunda rasmi, ambao jina lake katika Kiebrania zinajulikana kama Tena, au katika Kigiriki zinajulikana kama Sukon. Na Marko anapoandika anatumia neno Sukon. Naamini umefaidika neno hili, na wewe ndugu yangu Muislamu ambao unapenda kubeba mfano huu, nafikiri sasa wakati umefika uwache. Njoo soma Injili hii, mambo mengi utaona na utapata kumjua Bwana Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ambaye peke yake ndio unaweza kupata wokovu. Hakuna wokovu katika Uislamu, hakuna wokovu kupitia Muhammad, na wala Allah si Mungu wa kweli, na Muhammad huyu ni nabii wa uongo. Mbele ya Uislamu ni upotovu mtupu. Njoo kwa Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu ili upate wokozi, kwa sababu Bwana Yesu tunasoma katika Injili, tunaona katika Injili ya Yohana sura ya 3 mstari 16, tunaona kwamba anasema Bwana jinsi hii Baba alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na ubaki na amani. Mungu akubariki sana. Asante.